sasa ni kupasha yale ambayo yanafungamana na masuala mazima ya ugonjwa wa kifafa. Ni miongoni mwa magonjwa ya ubongo yanayoaminika kuathiri idadi kubwa zaidi ya watu duniani, ikikadiriwa kuwa takriban watu milioni 50 wanaugua ugonjwa huo, kulingana na Brian Tabani, afisa wa shirika la kuangazia maslahi ya wanaougua kifafa nchini. Idadi kubwa ya watoto wanaougua ugonjwa wa kifafa hutokana na huduma duni za matibabu, hasa kwa akina mama wanaojifungua manyumbani, akitoa wito kwa akina mama kujifikisha hospitalini ili kupokea huduma bora. James Mwangi na taarifa kamili. Kifafa ni ugonjwa unaotokana na hitilafu au jeraha kwenye ubongo unaopelekea mgonjwa kuanguka mara kwa mara au kuzimia, wakati mwingine akitoa povu mdomoni. Basically is anything that can injure the brain to cause the brain to have seizures. Takwimu za Wizara ya Afya Duniani zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 50 duniani wanaugua ugonjwa wa kifafa, ugonjwa huu ukitajwa kuwa moja kati ya magonjwa ya ubongo yanayoathiri idadi kubwa zaidi ya watu duniani. As in Garissa, the statistics for 2024, we had over 2018 children patients who are newly diagnosed in 2024. For 2025, we had 1,340. Kulingana na Brian Tabani, afisa wa shirika linaloangazia maslahi ya wanaougua kifafa nchini Kawe, chanzo kikuu cha ugonjwa wa kifafa kwa idadi kubwa ya watoto nchini hutokana na huduma duni wakati wa kujifungua, hasa kwa wanaojifungua manyumbani, akiwataka kina mama wajawazito kuhakikisha wanajifikisha katika vituo vya afya ili kupokea huduma bora na kuepukana na kifafa. A majority of the causes, they are, especially in this area, they are related to do with the poor perinatal care, where these patients, these mothers, once they have, they are pregnant, being taken care of in terms of the baby. So most of them, they don't go to hospitals when they are about to deliver. They end up delivering in by help of traditional birth attendants, who at most of the time they miss some few danger signs. Dalili za mapema za ugonjwa wa kifafa ni pamoja na kupoteza fahamu, mabadiliko ya hisia ikiwemo kuona, kusikia au kuonja, huku athari za muda mrefu zikiwa ni pamoja na matatizo ya kimwili kama vile kuvunjika mifupa au michibuko kutokana na kuanguka au kuzimia mara kwa mara. Wito umetolewa kwa wanajamii kuhakikisha wanawatafutia waathiriwa huduma za afya zinazofaa, ikibainika kuwa kwa mara nyingi waathiriwa hutengwa, hasa kutokana na imani potovu kuhusu ugonjwa huo. Most people still believe that epilepsy is as a result of a curse. Most people still believe that it's as a result of witchcraft, and some of them also believe that these people are demon possessed. And with those beliefs, they seek the treatment methods that are not right. They go to witch doctors, they go for prayers to cast out demons. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.